Ifuatayo ni taarifa ya habari. Taarifa ya habari inasomwa na mimi Maisa Mbena. Mkoa wa Njombe, mkoa amepiga marufuku wanaume wote wasioacha hela ya mboga kwa wanawake nyumbani kwenye katika nyumba. Ni marufuku kukela mboga. Bora tabaki Ruhavi. Tunaenda pale Makambako. Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, tunatumaini uko poa kabisa, mzima wa afya. Pole wewe ambaye hauko sawa, lakini tunakuombea ukae sawa kwa sababu wewe ni mwanafamilia. Bila sisi, bila wewe, sisi si kitu na hatutoboi. Langu jina naitwa Anko G na karibu sana kwenye kipindi chetu cha Heka Heka. Lakini ndani ya studio leo bwana tuko na ugeni ambao tuko nao hapa. Utaweza kumfahamu hapo baadaye kidogo yeye anaitwa nani na imekuwaje kwaje. Lakini niko sambamba kwenye kipindi na mzee wa tatu. Bwana yes. Harakati harakati safi. Weekend ndo kama hivyo imeanza na natumaini tayari wale wazee wa bling za weekend watakuwa tayari wamejiandaa. Tayari vijiwe vimechangamka. Yani kama shule ndo zinaanza Jumatatu. Okay. Yeah. Mzee wa tatu, tuambie kwenye Heka Heka ya leo. Kwanza tuwasalimie wadhamini ambao wanatupa mkono. Yeah. Naona leo umeamua kuwapa surprise. Bwana niwashukuru sana. Tawiko. Naona leo umejicha upendo cha Hombolo. Leo umependeza. Weekend tunaanza na vibe. Lazima mpate vibe. Baada hapo tunaelekea kwa Mama Mngoni. Baada kwa Mama Mngoni kwanza. Kwa Mama Mngoni kwanza. Hatuwezi kupata vibe bila kula kwanza. Uwe na nguvu. Lakini kabla kwenda kula si tunaenda kwa nani? Tunaenda kula kwanza. Ukitoka kula wakati chakula kinafanya kazi mwili, unakimbilia pale. Unakaa pale Abanishevu. Unaweka sawa ndevu, kichwa. Ukishapendeza pale tunapitia Wellers production, unapiga picha kwanza. Alafu tunaingia kwenye vyombo. Alafu tunaingia kutawiko sasa Hombolo waini. Hiyo umetisha. Lakini kama una familia, ni vema ukawa umehakikisha kwamba unapitia pale soko kuu gorofani pale chumba namba 17. Utamkuta pale Kate Kids Shop, muuzaji wa nguo za watoto, ili uweze kumpendezesha mtoto wako tunapotoka weekend. Basi familia nzima tunakuwa katotoka wake na vigauni vikali kweli. Lakini tukitoka hapo msimu wa kilimo tunamkumbuka Mwidis Green Garden. Lazima pia baada ya majukumu yote tukumbuke pia kuna namna ya kuwekeza maisha kwa ajili ya baadaye. Hilo lizingatiwe. Kwa lazima tuwekeze kwenye upande wa kilimo kuhakikisha kwamba basi tunapata vitu baada ya muda fulani mambo yanaenda sawa. Bwana shukrani sana, tumewaangazia wadhamini wetu. Bwana kwenye Heka Heka ya leo sasa kwako unaionaje? Heka Heka leo ni nzuri kwa sababu tumekuwa tukigusia sana katika upande wa burudani, hususan kwenye himaya ya kibongo flavor na miondoko tunasema ya kileo zaidi. Leo tunaamua kurudi kidogo. Tunaamini burudani zilianza miaka na miaka, enzi na enzi. Lakini pia tunaamini mkoa wetu wa Njombe una makabila mengi. Wabena, Wakinga, Wapangwa. Makabila mengi yapo. Na sasa hivi kulingana na kwamba watu wanakimbilia kwa ajili ya fursa ambazo hazina kikomo. Unajua Njombe ni mkoa ambaye fursa zake hazina kikomo. Hiyo sipi. Yaani kila msimu unaenda. Tumemaliza siji kilimo, tumeingia kwenye mbao, si vipalila huko, yani mvurugano. Sasa watu wa Njombe wanapumzika saa ngapi? Wanapumzika saa ngapi? Kuna kitu tutakuja kuongea siku moja. Sio baya. Wanapumzika saa ngapi? Kwa sababu wakishavuna ile utasikia saizi kwanza kabla hawajavuna mwezi wa 3 wanapanda viazi. Wengine wanasema vya kipalila sijui nini, yani mvurugano. Na wengine bado wakitoa mahindi wanaweka maharage. Au chegele. Kuna ngano. Mambo mengi sana. Njombe kweli ni mkoa ambao una fursa. Tuko na mgeni ambaye yeye ni mwana sanaa. Tunasema kwamba lakini sanaa yake iko zaidi katika upande wa kiasili. Kwa lengo kwamba tusiache asili yetu. Asili saa nyingine pia ni dawa. Yaani ukiona mtu anaanza kupoteza asili yake, tafsiri yake haelewi alikotoka na wala hajui anakokwenda. Sasa unakokwenda inaweza kawa pia hata nisipajui na yeye hapajui, lakini basi tunakotoka huku panajulikana. Panajulikana. Kwa lazima tuangalie tupa enzi. Karibu sana.
Asante kabisa. Kwanza ni wasalimie watu. Mimi huwa nawasalimia watu kwa namna mbalimbali. Muti kunyenye dena. Ikanu kwao. Akode matatizo. Mkata kwao ni mtumwa. Sawa. Mkata kwao ni mtumwa. Tewa bena unatalika ikanu kwao muhavi. Sasa ngoja niwakumbushe kidogo. Niwasome na taarifa ya habari. Sasa mtendeni. Ifuatayo ni taarifa ya habari. Taarifa ya habari inasomwa na mimi Maisa Mbena. Mkoa wa Njombe, mkoa amepiga marufuku wanaume wote wasioacha hela ya mboga kwa wanawake nyumbani kwenye katika nyumba. Ni marufuku kukeva mboga. Bora tabaki Ruhavi. Tunaenda pale Makambako. Haya ni matukio madogo. Abantu badatu badanga ruhe baskeri yeye hayibira bureye bakwewike banyukwe hamatwe abantu bakwewa makendo abantu bacubu kamasikicha yani nye abadimi mwinyija mune baskeri kwa habari zaidi ngoja tumsikilize bibi aliyekuwa mshuhuda pale. Bibi naye anaongea kanye bakweri endandi pipuria kweche ka iwonike abo bifunura bebadime ukaka unatikende bibi ka bakomake vinyicha muni basket tebayenye petanyiche kifa babu hivyo sitakinyiche ewo kaka mafinyicha bene kwa ufuatirema. Na hiyo ni taarifa kutoka kwa bibi aliyekuwa anaongea. Nikiripoti kutoka Asili Yetu TV, mimi ni Maisa Mbena. Bwana mtazamaji wa Asili Yetu TV, ni burudani ndani ya burudani zaidi, yani tunakuwa kama vile tumizi pambanisha burudani kwa burudani. Bwana mzee wa tatu, mimi nahisi jasho. Kajoto fulani hivi kana nipitia hapa. Bwana umeelewa kwanza? Hebu jaribu kutuvuta na sisi tuwe pamoja kwenye tukio ambalo limetangazwa, shuhuda akiwa bibi. Shuhuda akiwa bibi bwana. Nimesikia tu kweche. Yaani bibi alikuwa anasikia mlio wa nini? Yaani bibi alikuwa anasikia mlio wa baskeli. Aliwaona wale vijana wanavyokimbiza baskeli. Sasa baskeli unajua ikiwa na matatizo huwa hairii kimya ile peda kweche anaenda hivyo ndo anaenda. Kwa bibi alikuwa anajiangalisia hawa wadeni hawa watatoboa kweli hawa. Bwana mzee wa tatu, hii heka ya leo naona imechangamka mapema sana. Leo heka ni nzuri, lakini tunataka turudi kwa tulie naye. Kwanza atuelezee kwa nini, kwa umri alionayo, kwa nini amechagua kufanya sanaa za kiasili. Ili tegemea tumuone saizi kwenye Bongo Flava nini. Sasa hapo twende, kwa nini ulichagua huku? Na ninafikiri yeye ni mtu pekee kwa mkoa wa Njombe. Kwa mkoa wa Njombe sijaona mwingine. Na kama wapo basi vipaji bado hawajaanza kuvibrand. Mimi nilichagua sana hii ya kuchekesha. Sio kwamba Bongo Flava sijui. Ninaijua Bongo Flava na ninajua kuimba vizuri kabisa. Wewe bwana wewe. Sasa nikaamua ngoja sasa nichukue mambo yangu asili niwe na pamoja na watu wangu wa nyumbani. Unajua muda mwingine tunawaacha hawa watu wetu wa nyumbani. Tunadili na mataifa ya nje na wale wana watu wao. Na sisi huku tuna watu wetu. Tumewaacha na tumeacha asili yetu, tumekimbilia za wageni. Sasa nikaona hamna, lazima nianze kwanza na nyumbani ndipo niende ugenini. Lazima uanze, ndio mara watike suwesu fia kwa jirani ndio sinu heku kwao. Ndio wicho wifumbie mnyumba sinu hera kwa jirani. Hauwezekani, lazima utoke kwako. Ndiko ende kwa jirani. Sasa wengi tumekimbilia mbali, tumeacha vitu vyetu vya asili vya nyumbani. Kasema no, sasa ngoja nifanye vitu vya nyumbani kwanza, baadaye ndio tuenda huko. Na ni kweli nikaona watu wakasema ndio deni nalo kaza na kinjao. Na mapokezi sasa yako namna gani? Mapokezi kweli ni makubwa. Watu wanafurahi kabisa, wako sehemu tofauti. Wengine Mwanza, Mbeya, Mtwara, Dar es Salaam, na wakusanya pamoja, wanajisikia wako nyumbani kabisa. Asili kabisa ya nyumbani. Ijapo wengine hawajui hata kuongea Kibena, lakini ni watu wa Njombe. Lakini mimi naanza kuenda nao sasa. Wewe wa Njombe. Naanza kujifunza. Hebu turudi nyuma kidogo hapa. Tunatamani kufahamu, au mtazamaji pia anapenda kujua kwamba
Sanaa hii ulianza lini na unaifanyia kwenye majukwaa yapi? Labda ni kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii au unaenda majukwaa, labda wengine wanaenda kwenye maeneo ya burudani pale, unaona. We ulianza lini kwanza, tuanzie hapo, na unafanyia wapi, majukwaa yapi? Sanaa yangu mimi kiukweli imeanza muda mrefu sana. Niligusia hapo kwenye Bongo Flava hapo. Kwa hiyo nilianzia huko kwenye Bongo Flava. Tuna nyimbo kabisa. Nyimbo nilishatoa mpaka saa asili. Kuna wimbo mwingine unaitwa Njombe Mpya. Njombe Mpya. Nilishafanya mimi Njombe Mpya. Ni mzuri sana huo. Na nilianzia kule. Na hii sanaa mimi siifoji, niche. Kwa hiyo nilikuwaka chuo cha sanaa Tasuba. Nimesoma pale sanaa, lakini kipindi nilijifunza muziki. Kinapatikana wapi kichuo? Hiki chuo kiko Bagamoyo, Pwani. Tasuba pale wasanii wanajifunza mambo mbalimbali ya tamaduni, mambo ya asili, nyimbo na kila kitu, vitu vingi sana viko pale. Kwa hiyo nilianzia kule mwaka muda mrefu kidogo, kama mwaka 2013 huko 14. Ni kitambo sana. Kwa hiyo nikaendelea nikaona mbona huko kwenye mapokeo ya muziki huku kama nachelewa huko. Unachelewa, ukachange gear. Nikasema na change gear ghafla. Mtoni nikaanza kutumia mambo yangu ya nyumbani. Gear tulibadilishia mlimani kwenye mteremko. Nikashuka kabisa hapo kwenye, nikasema nianzie chini kabisa. Mpaka kudadira pasi. Kwa hiyo nikaanza kufanya kuanzia chini kabisa. Kweche. Nikaona tayari watu wanakuja. Kweche watu wanakuja. Ikawa mambo sasa nikaona sasa ngoja nikomae huku wanakotaka watu tunaoenda pamoja. Kwa hiyo nikaona sasa niende na mambo yangu ya asili na tunaenda vizuri na watu. Na kazi zako hasa sasa tunazipromo kupitia sehemu gani? Kweli mliuliza. Kazi zangu mimi kweli zinapatikana kwenye mitandao jamii. Huko ndo jukwaa lako ambapo unataka. Huko ndo jukwaa langu huko kidoona. Na ufalme wako huko. Nina ufalme wangu. Tunaishi na watu vizuri, tunacheka. Sina shida na. Kwa mfano tunapozungumzia majukwaa ya kijamii, tunazungumzia mitandao ya kijamii. Facebook tukipost clip moja takriban tunavuna kama watu wangapi hivi? Mavuno ni makubwa. Mavuno ni mengi, wafanyakazi ni 3 siku 4. Ukapata watazamaji zaidi ya 100,000 na mapokeo mazuri, makubwa sana. Mazuri, ni mazuri. Kwa siku moja unaweza kufikisha watazamaji 10,000, comment 1000. Na TikTok nako mapokeo sio mabaya, ni yale. Vile ukifanya vizuri, watu wanasema hiki kizuri. Hiki sio kizuri. Wakishasema Wirola kana hapa wameshasema sio kizuri, unakitoa na kiweka sasa kile wanataka watu. Ndio. Huko naelimisha jamii na ishi nao vizuri, tunakanya, tunakosoana, safi tunaenda. Ndio. Asante. Kuna kwenye upande wa majukwaa ya mitandao ya kijamii, tunazungumzia huku ambapo ndio jukwaa lako hasa la unapoonyesha sanaa yako. Mara nyingi kunakuwa na kile kiklipu ambacho ndio kilikutoa. Yani utakuwa labda ulihangaika, ulienda kweche lakini ukaja ukatoa moja, hii kaenda. Sasa hiyo ilienda ilikuwa ni ipi? Ambaye labda unaweza kutupa na sisi hapa kidogo, ambaye watu walifurahi wakasema huyu kweli anaweza. Hiki kweli umenikumbusha. Hiki kilikuwa hivi. Nikasema hivi, nionyeshe mwanaume wa Kibena ambaye huwa anapokelewa simu vizuri na bebi wake. Uligusa penyewe. Niligusa penyewe. Nikanyanyua simu. Haro. Uko wapi mke wangu? Niko nyumbani. Umepika nini? Bado sijapika. Sasa hiyo nilisema kwa mwanamke wa wapi? Kwa mwanamume wa Kibena huyo sasa. Anapopokelewa simu na mke wake sasa. Umeona sasa? Sasa jamii nikasema sasa hapa kuna Wabena ambao huwa wanajibu tofauti. Hawa wanani? Hawa waume zao. Akapiga simu, "Haro, baby umepika." Sasa wanaume hao wanani? Huyo mwanamke wa Kibena sasa anavyojibu. Nditeri yeye waireje shingapi pene paka haya pade. Waireje shingapi? Unovecha kandi harari mikosi keki na badara topo hira kitana na yuve be. Akauliza imeenda jangu fovile. Fovile nani be sinjaka midara kyao. Kwa hiyo hicho kilifanya watu wakaona kweli tunaishi kwenye mazingira haya. Kuna watu wanajibiwa tofauti na wake zao. Mwanaume umetoka kufanya kazi, umechoka,
unategemea baby hello umechoka Wabena hatujazoea sasa. Wabena romantic hawawezi. Yani mchaka hira. Siweza ka. Be unaruki mama kochi ndo tutake yu. Wewe bwana, mbona tuchafua? Wabena romantic hatujui. Hatuwezi mchaka. Hundi uonese yari kuina mwenu mbena. Yani mwenu mtakogera ukimumunyopo. Huki mama tosi bya kutika wanke bembere suve. Urulenga uru hapo utine hapo tereka ndesu tereka mnyake yuve wiko na deni. Alana Ankoji, katika vitu ambavyo sikutegemea kama anaweza akakiri hilo akiwa na yeye mwenyewe ni mbena. Ni kusema wabena hawanaga jamani muda wa romantic. Wabena mnaomba mtusamee. Naomba watusamee tu. Mimi mwenyewe ni mbena lakini dada zetu kiukweli wanaomba mimi binafsi watusamee tu. Sio wote. Na mimi nimesema sio wote. Kuna wengine wana mambo yao ya Tanga sasa. Ila kuna wengine bangekaa. Unafikiri hawa wenye mambo ambao wanaondoka na miondoko kama ya Tanga wako romantic ni kwa sababu wametembea au ikoje? Maana kuna wabena ambao wamezaliwa ubenani hapa hawajai kutoka wala kwenda sehemu yoyote ile. Sasa kuna wabena ambao wamezaliwa ubenani wametoka wameishi sehemu nyingine. Wale naona kama kuna utofauti hapo. Utofauti upo. Anayetembea na anayebaki nyumbani hamwezi mkalingana. Yani lazima kuna utofauti kidogo upo. Ijapo wanasema mapenzi huwa yafundishwi, lakini anayetembea anajifunza. Ukimkuta mbena, unajua wabena wengi wako busy sana na kazi. Sasa wako busy sana. Hapo romantic sahau. Romantic sahau. Mchaka tu. Lakini ukienda kwa wenzetu kwa msema mapenzi alikozaliwa Tanga huko. Huko vya vichangamwa ila huku kwetu huku kwetu bwana watu wako busy na kazi na waza amke asubuhi achukue jembe ende shambani akirudi amechoka angwe bangabea wachi ukitaka ndicho kile uchinda kihirago. Bwana lakini mimi nataka kuwatetea wabena japokuwa si kabila langu. Mimi nataka kuwatetea kitu kimoja kwamba majukwaa ya sasa hivi ni mengi na yametanuka hususan kwenye upande wa kiteknolojia. Kwa hiyo hata kama wabena hawajatoka lakini mtu ukishakuwa na smartphone hauna tofauti na mtu ambaye ameenda Marekani. Sasa itegemeane hiyo smartphone unamiliki kwa misingi ipi? Sasa wabena tunahela bana. Sawa. Sasa tutashinda na wabena unaweza kununulia hii simu. Hata kuweka yani kupiatira wanaweza kupiatira fedha uporosa yani anaweza kuporosa lakini kuingia ndani anajua kuingia ndani anajua kweli wapo wanaojifunza kupitia mitandao ni wapekuzi kweli kwao wamejifunza vitu vya nje lakini tofauti na yule anayetoka mpaka kufika sehemu ya tukio anakuwa anaona reality ile. Sasa wewe mwenzangu naye pitia kwa simu vitu vingine wanadanganya sio kila vitu vilivyopo mtandaoni ni vya kuvifuata vingine hamna vinapotosha jamii. Ndio nasema kwamba kulingana na muda hebu tuende haraka kujua kwamba tunaamini kwamba sanaa yako ni kama jukwaa la kutoa elimu mbali na kutengenezea ugali na malengo mengine ya kisanaa. Wewe umeamua kudili na kabila lako husika kama mbena. Ni tabia gani kwenye upande wa kabila lako la Kibena ambayo unatamani kumrekebisha kila aliyenaye? Yaani huipendi. Unajua kuna ile unasema yani wabena hapa bana wananiangusha. Kitu gani? Yaani wabena kiukweli mimi wabena tuache umimi. Yani tubebane. Ukienda makabila ya wenzetu wanabebana kweli. Yani wewe una ndugu yako unajua yupo kijijini kule hana kazi, wewe unakakibarua unapata chochote kitu Kasumuni huko Dar es Salaam, beba mdogo wako ajafanye kazi pale apate riziki kwa ajili ya faida maisha baadaye. Kaumimi kale tuondoe wenzetu kaubinafsi, yani mtu anataka fanikiwe yeye tu. Hicho kikweli ako katabia ndani kemea kenyewa tubebane. Ukimbeba mwenzio na wewe kesho mtoto wako ujui kesho yako anaweza kabebwa na nani akasaidiwa na nani. Kwa tuache ka ubinafsi. Na tabia gani ambayo unaifurahia sana? Yaani hata ukifika mahali unajisifu kwamba ni mbena kwa sababu tabia hii unaikubali nzuri, inaelimisha. Yaani wewe unavyoikubali mwenyewe? Mimi kwanza cha kwanza nakubali lugha yangu.
Lugha. Yani lugha yangu mimi popote huwa natwanga. Yani niwe Dar es Salaam kwa sababu ukisafiri ukiongea lugha yako utampata na jirani. Inawezekana hata nyinyi msingenifahamu msingeongea lugha yako. Ningekuwa naongea labda kichaga au kimombo mwingi tusingefahamiana, lakini huwa na feel proud pale napoongea lugha yangu ya nyumbani. Huwa najisikia mimi ni mbena halisi. Hiyo ni moja. Nyingine kuna kingine? Jambo jingine mimi najivunia vyakula vya kwetu. Vyakula. Vyakula vya kwetu mimi nikiviona hata Dar es Salaam siogopi kununua. Nanunua. Sasa unaagiza kama zipo. Dombo zipo, maboga nayo utakosa. Kama chedere topu. Wewe unamchukuliaje mbena ambaye hapendi kuongea lugha yake? Yani anakuepo mazingira ya nyumbani au misafiri wapi afu hapendi hata ikutana na wabena wenzake anakuwa hataki, anataka kuongea Kiswahili. Na mimi kweli huwa nachukia Nandi vipa yani yudada. Yani wewe unakataaje lugha yako? Ndo narudi pale mkata kwao ni mtumwa. Tati tikauli mhaviwe kanu wenye uli. Kwenu hata kiwe ni panakati chaka lazima kubali. Kwenu kuna masaifu haya kubali. Kubali lugha yako. Yani tuache ule upisho kwamba hao mimi born in town Dar es Salaam, born in wapi wewe? Mlima nyingi tu hapa. Kubali lugha yako. Yani ule mtu ambaye hakubali lugha yake mimi kiukweli wasipendi. Kwa sababu ukienda wenzetu Wachaga wanaongea lugha yao. Ukienda Wasukuma wanatwanga lugha yao. Sasa wewe unataka kujifanye Mchaga wakati wewe ni mbena. Na mbena jifanye Mchaga sasa. Penda lugha yako. Vipi angojea hapo? Wewe sikuoni ukigonga vile. Unajua huwa napiga. Na huwa napiga hasa pale ninapokuwa nimekutana na mtu yule ambaye ananiongelesha. Kwa hiyo siwezi nikakataa. Kwa mfano sisi tumezaliwa vijijini. Ukienda kijijini lazima ugonge. Kwa hiyo unaweza ukafika, kwa mfano kama mimi nikifika nyumbani naweza nikamsalimia mama shikamoo, akanijibu maraba mwanangu, jambo si jambo, vea karibu. Yani akishaanza kuingiza ile lugha nabidi nianze kutembea kwenye ule mtaa. Kuna ndugu wengine wanakuja kukusalimia, wanakusalimia kwa lugha ya Kibena. Kwa hiyo lazima ujibu hata kama umekaa mjini umekisahau, lakini ukikaa kama dakika 15 jinsi wanavyozidi kuongea na unarudi okay hapa kumbe ni hivi kwa issue hivyo. Kwa hiyo ni lugha ambayo inatakiwa kuzungumzwa, lakini mara nyingi makabila mengi Tanzania tukienda sehemu ambazo hatupendi kujitambulisha. Hatupendi kujua kwamba, na wengine wamesubutu hata kubadilisha. Unajua ubini huwa unatambulisha kabila. Kwa hiyo kuna wengine akienda Dar es Salaam anabadilisha. Mfano kama mimi Yusufu Kilumile nikienda Dar es Salaam nitajiita Yusufu Joeli. Umeelewa? Nabadilisha ubini, yani naficha kitu fulani ili ufiche isionekane nisionekane kama mimi ni mbena. Ukiangalia labda historia labda wabena wa shamba na wabena sisi tunasifika kwa ushamba. Unabangiwa yera umabafala makote. Mbaa vya Dar es Salaam. Dar es Salaam una joto wewe ufala kukote wera nako. Sasa ndugu yangu, kwa nini usijulikane kama wewe ni mbena? Koti zito kilo 7 kilo 7. Amelitinga yuko Dar es Salaam. Ametingwa tu yuko kwenye misere, wanajua yule pale mbena yule. Na ukishuka tu pale Mbezi wanajua Mnyaruko. Na muda mwingine wengine huwa wanaporwa pale kutokana na ushamba kwa sababu wanajua huyu ni mbena kwa vyovyote yule. Anapofika pale anashanga akifika pale kwenye kuvuka kwenye mataa tayari anaona ushamba amevaa na koti. Wenzio wanavuka anaenda kidogo anarudi. Sasa wewe unaonekana wewe ni mbena. Tatizo wabena tunakataa asili yetu. Yaani tena mimi huwa najua wabena hata ujidanganye wewe kama umekulia Njombe. Hata ujidanganye uanze kubadilisha Kiswahili. Kuna ile lafudhi. Lafudhi ile unajulikana tu kwamba huyu wa Njombe. Hata wenzetu Wasukuma kiongea. Unajua anaongea Kiswahili lakini lafudhi najua huyu ni Msukuma. Sasa ongea lugha yako ukiwa na mbena mwenzio, ongea. Ukiwa na kabila lingine sawa, tuange Kiswahili. Wala kupitia sanaa yako ya uigizaji ambao umeichagua kuigiza kwa kikabila zaidi. Inaweza kusema kwamba ni mtu ambaye unapeperusha bendera ya mkoa au unawakilisha kabila husika. Changamoto ambazo unakutana nazo sasa kwenye hizi harakati zako ni zipi? Changamoto unajua zipo. Hakuna jambo ambalo huwezi kukutana na changamoto. Kiukweli unajua unapofanya hii sanaa, wengine wanaona kama huyu jamaa hazimo hivi. Sasa ila wewe unayejitambua, unajua kabisa mimi ni timamu. Wanasema hao hazimo wao. Kwa wewe
unakuwa timamu. Changamoto zinakuwa zipo kwa sababu una mazingira unaweza kutaka labda utulie ufanye mambo yako. Sasa kwa sababu tayari watu wanakufahamu, mazingira ya kufanya jambo lako litakuwa tayari ni ngumu. Kwa lazima hizo changamoto zipo. Wanakuta bwana ndio chekesha, ndio fanya ni kosa. Mtu anataka tu muda wote ukikutana wewe unachekesha, sasa utaonekana chizi sasa. Kwa kuna mazingira maalum, sawa? Kuna mazingira unaweza kutaka kufanya kazi yako, kunaenda labda location. Unataka kufanya location, unaona sasa hapa ndio wangu ufanye kazi yangu hapa nitapata wakati mgumu wa kufanya kazi. Ukitaka kufanya tu unaona changamoto, yani watu yani unajikuta ile amani unakuwa hauna msuko unakuwa mwingi. Hizo ni baadhi ya changamoto ambazo tunakutana nazo. Na sasa hivi tuko na familia ambayo ni kubwa tayari. Familia kimana hiyo? Watoto bado. Lakini Mungu atajalia. Nitaka unajua kwa nini nimekuuliza hivyo? Nitaka nijue kama watoto ni wakubwa, je, wanakuchukuliaje wanavyoangalia hivyo vichekesho? Bado watoto watakubali tu, wanafanyaje? Watakubali. Watoto wakubali, ila bado. Wakija watakubali. Watakubali tu. Watakubali, yani unajua wasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa lazima atafuata tu njia za babake. Japo mimi si shauri wafuate kwangu. Unajua kila mtoto ana kipaji chake. Huwezi kwanza kusema njoo huku njoo kwa, hapana. Kama nataka kuwa mcheza futibora, akacheze futiboli. Sawa, kama anataka kuwa daktari, akatibu watu kwa atunge sindano safi. Na upande wa wazazi labda wanachukuliaje kitu ambacho unakifanya? Mimi wazazi wangu kiukweli hawana shida. Na mimi mama yangu nadhani kwa sababu mama yangu alitangulia mbele za haki, lakini alikuwaga ni mtu ambaye ananisupport kweli. Kwa ni support haswa. Na mimi nakumbuka mara ya kwanza anaanza kufanya Bongo Flava, kipindi hicho nafanya Bongo Flava. Nililipiwa hela $50 nikarekodi. Kwa bahati mbaya kazi hiyo nikakutana na producer wa Kihuna atengeneza beat alieleweki, yani yani nilichukua mvurugano kweli. Lakini nikarudisha kwa mama nikasema mama, ukijaribu kucheza halichezeki. Yani alieleweki, ni la gospel sijui ni la hip hop. Yani alitengeneza mradi apate tu hela yangu. Bwana wewe umepita kwenye vipengele vingi, kama ulianzia Bongo Flava mpaka sasa hivi uko akaenda chuo pia. Ameenda kule kwenye culture, sasa hivi uko comedian. Japo anafanya comedy za kiasili fulani upande wa Kibena. Tunataka kujua sanaa ya Njombe imegawanyika kwenye makundi mengi tu. Kuna upande wa Bongo Flava, kuna comedian, lakini kuna watu waigizaji wa kawaida, series za kawaida serious. Ni eneo gani ambalo unahisi wanafanya vizuri kidogo? Yani kweli kwa Njombe tunaweza kusema kwamba Bongo Flava ina kasi kubwa. Lakini ukiangalia watu ambao tayari wameingia kwenye mambo ya maigizo ni kama ameenda. Wapo tunawaona, wapo wakina hawa na akina nani, huyu nani wakina Bibi Chara wameenda. Wapo wanaenda, kuna wela na wapo akina Kozara wanaenda. Lakini ukija kwenye Bongo Flava ya kwa Njombe tunamwona ni mwenye jina kubwa ni B2K. B2K ndo unaona ndo ameenda, lakini kama kuna wengine wanaokuja bado wanasuasua, lakini bado tunahitaji kuwekeza nguvu. Lakini kwenye upande wa huko kwenye maigizo drama naona kunaenda. Kuna nguvu inahitajika kufanyika kwenye Bongo Flava huko. Kuna nguvu inahitajika. Tuko nyuma kidogo. Tukiangazia upande wa Bongo Flava, unafikiri kipi ambacho kinawakwamisha sana wasanii wetu mpaka wanashindwa kutoka, japo tuna kundi hilo tunasema ndo wengi zaidi kuliko makundi mengine? Ni kweli kwa Bongo Flava, kwa upande wako mimi najua swala lingine ni swala la uchumi. Muziki saa hizi unahitaji uwe na budget ya kutosha. Uwe na budget ya kutosha. Sasa kama huna budget utafanyaje hiyo kazi? Lakini mimi najifanyia mfano comedy. Labda ni mimi na simu yangu. Umeona nafanya, lakini ukija kwenye swala la Bongo Flava unahitaji ukarekodi, ufanye promotion kubwa. Sasa kama una manager, yani una management ambayo inakusimamia, kiukweli unajikuta unakwama. Urekodi labda 200,000 au 100,000, hujaenda kusambaza media tu hapa Njombe haitoshi. Inatakiwa uvuke na media zingine ukasambaze kazi. Hasa msanii hana uwezo. Hiyo $50,000 ameunga tu mpaka merekodi. Unamwambia akapeleke wapi, si Dar es Salaam, anakwama. Kwa hiyo changamoto kubwa ni nguvu, tunasema ya kiuchumi. Nguvu ya kiuchumi. Mifuko bado. Alafu jambo jingine tu nidhamu. Yani ndugu yangu, ufanyavyo kwenye ulimwengu wa leo.
kama una nidhamu kiukweli kwenye sanaa ya aina yoyote ile huwezi kutoboa. Utoboi. Utoboi, tatizo unaanza kujivika ufalme bado. Usijivike ufalme mapema. Wisao wangu wa ulimkomi wakati wewe uitamba wikwala. Kaka bei. Wihula nyoni. Nidhamu wikura nyoni pa bagenji. Utako uanze taratibu, uwe na nidhamu kama msanii. Msanii kikosa nidhamu popote pale hauwezi kufanya kazi. Ndio. Bana, mimi nataka nijue kitu unachokifibu zile za kuenzi labda asili fulani. Je, support kwa upande wa serikali kwako wanakupa support gani? Kiukweli mimi kwa vile kama tuseme kama ndo naanza, kwa sababu nilikuwa ule upande mwingine. Kiukweli bado sijaanza kupata support yoyote. Labda niwakaribishe wewe. Ulishamtafuta labda afisa utamaduni, kwa sababu huyo ndo baba yetu wa kwanza ambaye anaweza akakupa njia kwamba okay, hapa bwana tufanye kitu fulani, tufanye kitu fulani. Kipindi hicho tupo kwenye haya masuala ya Bongo Flava. Tumekuwa tukikutana nao sana, lakini nilivyohamia huko bado rasmi sitamtafuta, ila naamini nitamtafuta. Tuone tutafanyaje tuweze kupeperusha bendera yetu ya Njombe. Na kameramani wako ambaye huwa anakushuti zile clip ni nani? Kameramani wangu sijaja naye, lakini kuna mazingira mengine unajishuti mwenyewe. Sasa unajishutiji mwenyewe? Unaweka kamera kwa mbele hapo kwenye una kale kastendi. Unaweka kastendi pale, unakaa unaanza kutekeleza vitu vyako. Unatengeneza ukikosea unaondoka tena, unaenda kudiriti, unaanza tena mpaka kuhakikisha kitu hiki kinaenda. Muda mwingine unaweza kuona wewe kiko sawa, kumbe wakati mwingine kiko sawa. Unapopost unaona wameshaanza kuona, unatoa tena unarudi tena kazini. Kwa changamoto nazo hizo. Bwana, shukrani sana. Karibu tena kwa wakati mwingine. Asante sana jamani, mimi nashukuru sana kwa kunikaribisha. Au na kionjo nataka utuage nacho? Lakini kabla ya kutuaga mimi nataka angalau, kwa sababu yeye kidogo ni bado kijana na tunaamini anaifuatilia vizuri sanaa ya Njombe kwa ajili ya mwongozo wake na jinsi maelezo alivyotoa, na atutajie angalau wasanii upande wa Bongo Flava, tukiachana na Bituke ambaye ameshatoka, ututajie angalau 5 ambao hao bana wanafanya vizuri. Ni kwa vile tu mshiko kwao umekuwa changamoto, ila wakiwekewa nguvu hawa tunapata kina Bituke wengine tena. Sawa. Kuna huyu anaitwa nani huyu na Mjemena Melody, nani anaitwa Ibra Melody. Ni huyu wa Njombe. Melody wa Njombe, lakini nafikiri amehamia Dar es Salaam. Yuko Dar es Salaam. Kuna hao wapo wengine. Ibra Melody anatokea Ramadhani sikumbuki na kama lakini nahisi ni Ramadhani. Kwa mabesti nafikiri wamesoma shule moja na mheshimiwa Kavo. Ni Ramadhani. Kuna hao wapo wengine akina Kavo, na nafahamu wapo na kuna wengine akina nani wanasema, kuna hawa kina Snaila, kina Snaila kasikia wapewe support ili muziki uende zaidi mbele. Akina Keisari wapo. Wasanii wapo wengi sana Njombe hapa, ila kuna wengine wanajikuta hamfahamiani, ila wako wengi sana. Shukrani. Bwana, nafikiri tumesikia, labda kama kuna la ziada ukatupa tu ili kumalizia, lakini kama hakuna basi aweze kutuaga na kionjo chochote ambacho mimi kwa kweli kwanza nipende kuwakumbusha watu wananipataje. Hicho kitu cha muhimu sana. Unanipata wapi? Kiingia TikTok andika Maiza Mbena. Maiza kabisa ya Kiswahili. Mbena. Huko Instagram hilo. Ukija Facebook pale unaandika Chris Maiza. Ukiandika Maiza tu inakuja. Kule ndo tunaendelea kufanya kule mjini YouTube. YouTube hiyo Maiza Mbena. Huko ni kucheka na mpaka dakika yaani kule utacheka mpaka ushindwe wewe. Yaani utaenjoy mpaka ushindwe wewe. Na vipi upande wa matangazo, bado hujaanza kupata labda au subscribe bado wachache nini kwenye channel yako kule YouTube? Wapo. Achana na matangazo ya kwa YouTube. Watu wanaweza kukufuata bwana, kulingana kitu unachokifanya kinaenda vizuri. Vipi, naomba unibusikie tangazo hili. Aliwahi tokea mmoja wawili sijui walitafuta. Walinitafuta. Tulipiga mpunga. Kidogo. Ya unywera. Nafikiri atuage na tuage na burudani yote. Basi mimi leo nawaaga kwa tukio moja. Hili tukio lilitokea pale Iturike. Muyembi na Mukamwana.
wamekula vidonga visivyo na idadi mpaka ruharizo. Yani vemuyembe kwani ni wikitewo. Yani wamekula vidonga hivyo na nani mnaelewa? Wamekula vidonga hivyo na Mwang'ande. Kwa hiyo Mwang'ande anashikiliwa na jeshi la polisi kwa kuwapiga Muyembe na Mkamwana. Huku Mkamwana akiwa hoi taabani maana amekula kidonga cha kwenye maveri. Asante, shukrani. Bwana sasa tunaelewa. Mimi tutaelewana hivyo taratibu. Umo kwa mumo. Wanasema gari ukiona inagoma starter utakia hata kwenye gia. Hata kwenye gia itabakia. Isije kaa ile movie ya nani ile yule aliyefungua mlango Bushman. Anaenda kufungua gari inarudi tena. Kwa ndo wewe leo. Okay. Shukrani. Bwana mimi nimshukuru sana bwana Maiza Mbena. Leo tulikuwa naye ndani ya heka heka. Bwana hapa kwa ajili ya kutupa burudani. Nafikiri wote mmemtambua, lakini kwa wale ambao ndo kwa mara ya kwanza mnamfahamu au mnamuona kupitia heka heka ya Asili Yetu TV, ni vyema basi mkaenda kumpa support katika mitandao ya kijamii, ukianzia YouTube, Facebook wamekwambia, lakini TikTok, Instagram. Ani Maiza ya kibena kabisa hiyo. Maiza Mbena hawezi kukosea hiyo. Bwana unakuwa unapata utapata vichekesho vyake vingi na utakuwa unaenjoy. Hiyo ya kweche ipo. Ile ya kweche. Hii ya kweche hii imekuja nayo hapa hii. Hii kwenu ni brand new. Hii ya kweche nimeielewa bwana, tukushukuru sana. Asante sana. Mimi niko pamoja na nyinyi. Yani mimi nipo. Mimi nipo hapa Njombe. Karibu sana. Nitakaribia sana. Na nimesikia kuna tamasha. Nitakuja. Utakuja. Lakini vipi ukitupa mawasiliano namba ya simu, labda kuna mtu anatamani, unajua kutafutana kwa mguu siku hizi bana kidogo changamoto. Kweli. Namba yangu unaweza kunitafuta kwa 06 24 920 200. Okay, hebu rudia kidogo. 06 24 920 200. Asante sana. Bwana nafikiri utakuwa umepata contact zake au nambari za simu ambazo kwa hiyo kama ni mfanyabiashara lakini pia ni mdau tu wa sanaa, unataka kumpa support moja baada ya nyingine au unataka kumpa ushauri lakini pia anaweza kupokea, unampata kwa nambari hiyo, lakini pia unaweza kumtembelea katika akaunti zake katika mitandao ya kijamii. Shukrani sana kwa wewe ambaye ulikuwa nami. Nilikuwa naye Uncle G. Unalipi la kumalizia? Uncle G bwana, mimi nimefurahi. Cha kwanza ikaika leo. Mwanzoni niliona joto fulani hivi kalikuwa kanakuja kulingana na style ambayo ya heka heka ya leo jinsi ilivyokuwa, na tumaini moja ya heka heka ambazo zitafanya vizuri. Hii hapa lazima itafanya vizuri kwa sababu tumepita mle. Tumepita pale. Lakini tu wakumbushe dada zetu baadhi ya wabena kwamba hawapo romantic. Mchaka. Kwa hiyo kama wewe mke wako haiko romantic, ishi naye mchaka. Kwa hiyo ukisema utasubiri maji upelekee bafuni sio leo. Ni changamoto. Lakini pia tunawasalimia wadhamini wetu ambao mmetushika mkono kwenye kipindi chetu cha heka heka. Ni watu ambao wanatufanya sisi tunakuwa tuko vizuri zaidi. Kwa tuwashukuru sana. Mungu awabariki sana. Lakini tuwakumbushe watu ambao hawajalipia kadi. Bwana ni muda basi wa kuhakikisha kwamba unalipia kadi yako. Kwa wewe ambaye tayari ukishaipata ukumbuke kulipia, na ukumbusha zaidi kwamba tumesaliwa na wiki mbili tu. Tamasha ni tarehe 6 ya mwezi wa 12 2025. Lakini kwa wewe ambaye hujapata kadi na hujui, basi jaribu kuwasiliana pamoja nasi ili kujua. Kuna wengine wanasema mbona mnasema tu tuwasiliane, wengine unajua wengine ni wagumu kwenda huko kupekua nambari. Hebu tutajie namba simu ambayo tukawasiliana. Okay, wale ambao mnatutazama inawezekana wengine wako mbali au wako Njombe, taja namba simu ambayo inawezekana pia WhatsApp kupitia namba 0742 374 809 0742 374 809. Hapo utakuwa unaongea moja kwa moja na CEO utakuwa Asili Yetu TV. Lakini pia kwa wengine ambao wapo katika mitandao ya kijamii kuanzia Facebook, Instagram na TikTok, unaweza kutupata kwa jina la Asili Yetu TV. Lakini pia usisite tu kwa nambari ambayo umetajiwa inapatikana upande wa WhatsApp. Pia unaweza kaunganishwa moja kwa moja katika group letu la WhatsApp, tukawa tuna chat wote pamoja na tuna enjoy. Naitwa Mzee wa Tatu na hii ni heka heka
mwisho wa siku ya leo ambapo tunaanza maandalizi ya heka nyingine kwa siku ya kesho. Shukrani na endelea kuwa pamoja nasi. Asante. Kwaheri.